mradi unaofadhiliwa na Benki ya Dunia, lakini chini ya usimamizi wa serikali. Soko hili ujenzi wake ukikamilika, ndio unaenda kupunguza adha ya wafanyabiashara wa mazao mbalimbali ikiwepo na mboga mboga kutokana na mrundikano uliopo kwenye masoko mengine madogo madogo. Lakini baada ya kutoka kwenye mradi ule, nilikuja pia kwenye soko la Bomba Mbili ili kujionea adha wanazozipata wafanyabiashara na wananchi, nifanye ulinganifu ili nitoe maagizo na maelekezo ya namna nzuri ya kuliendea jambo hili. Katika ukaguzi wa soko nimebaini ujenzi haujaanza. Kilichofanyika pale ni uwekaji wa uzio, na nimeambiwa mkandarasi ameshalipwa bilioni 3 kama advance payment, lakini kazi bado hazijafanyika. Kwa hiyo kuchelewa kwa kazi zile, kuna mambo kama 4-5 yatajitokeza. Jambo la kwanza, ile mipango iliyowekwa na manispaa ya makusanyo ya ushuru, endapo soko litakamilika, inaweza isifikiwe, na kwa maana hiyo mapato mwakani yanaweza yakawa chini au yakawa yameongezeka kidogo. Lakini jambo la pili ni changamoto wanazozipata wananchi wetu kwenye kupata bidhaa, kwa sababu masoko haya ambayo ni ya muda hayako kwenye mazingira mazuri. Lakini la tatu ni wafanyabiashara wenyewe nao kufanya biashara zao katika mazingira mabovu. Na jambo la 4 ni maintenance za mara kwa mara tunazotakiwa kuzifanya kwenye soko hili la Bomba Mbili ili kukidhi matakwa ya wafanyabiashara kuendelea kufanya kazi yao. Kwa hiyo kuna mambo mengi nimeyaona yanaweza kuwa ni sehemu ya changamoto kutokana na delayment ya ujenzi wa masoko yale Manzese A, B pamoja na kile kiwanda cha kuprocess mazao. Sasa nimeelekeza kandarasi kesho aniletee barua ya commitment itakayoonyesha namna gani ata speed up utekelezaji wa kazi ya ujenzi wa masoko yale. Lakini pia nimekuja hapa, nimekuta mazingira mabovu ya soko, miundombinu haifai, barabara zimeharibika, kuna tope, lakini pia kuna uchafu uliokithiri. Kuelekeze mkurugenzi wa manispaa na mkuu wa wilaya mpate mkandarasi yule ambaye ndio anachelewesha kazi ya kule, aje na vifaa vya kusafisha barabara hii ikiwepo magreda na vitu vingine vyote. Barabara zinazoingia kwenye soko hili zirekebishwe kwa zero cost. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ambalo ninaagiza kuwe na usimamizi mzuri wa malori makubwa yanayoingia hapa sokoni, ili barabara hizo zikishatengenezwa zisiendelee kuharibika kwa siku za karibuni, hasa kwa kipindi hiki cha mvua. Lakini jambo la tatu, uchafu tuliouona kwenye maeneo ya kutupia taka, kufika jioni huo umeondolewa, na kesho asubuhi nitakuja tena kukagua kuona utekelezaji huo. Maagizo haya niliyoyatoa yote yawe yamekamilika ndani ya wiki moja kuanzia tarehe ya leo ambayo nimetoa maelekezo. Kuzingatie hiki ni kipindi cha mvua, hali ikibadilika tunaweza kusababisha magonjwa ya milipuko ikiwepo kipindupindu, ambacho kikitokea kitaweza kuleta gharama kubwa kwa serikali kuja kuaresti ugonjwa, lakini vile vile kuathiri sasa shughuli za kijamii za wananchi wetu, sababu kutalazimika pia baadhi ya maeneo yafungiwe kuto kufanya shughuli hizi. Kwa hiyo kabla hayo hayajatokea, niwaombe sana kwa wilaya na mkurugenzi ukayasimamia haya, na yakiwa tayari mnipe taarifa ndani ya hiyo wiki moja niliyosema, nije nikague mwenyewe.